hii, kwa sababu hii habari ya kudai hii ishaanza siku nyingi. Kuna wenzangu tele ambao kwa mpaka washastaafu, na kile kitu tuliona kama sie ni haki yetu, kwa sababu kwa nini wenzetu wapate na sie tusipate? Kwa sababu Waswahili wasema choyo ni kuona. Ukishaona kitu na wewe lazima utafanya choyo. Lakini hata hivyo ilifika muda tukasema basi tushajifanya ndio ni fungu la kukosa, lakini tulikuja tukatutubuliwa, jamani, leteni barua za uteuzi ule wa ushauri. Tukawa tayari tushafanya tamaa, tukasema labda ilikuwa hatuwaona kama huko pengine hakuna uhakika kama kweli hawa walipata ile uteuzi hasa rasmi kwenda pale, ndio ikaleposho halitambulikani kama si kujua kama tuwahusika. Lakini baada ya kuambiwa zile barua za uteuzi tupeleke, tukafanya tamaa kidogo, lakini kwa kweli tuna masikitiko makubwa, kwa sababu mwisho wa siku itakuja kwa kama kuvunjia na hadhi. Kweli mwalimu mkuu enda muangalia na walimu wake umpe ushauri, wewe ukenda ajua hasa huyu mwalimu ni dhofu, kwa sababu uenda kule nauli huna, nauli ni hiyo ya kuungaunga. Lengo ni kufika kwenye maeneo na tujitahidi tuenda, lakini kile kitu ambacho kwa walimu wakuu wenzetu wao wampewa, sie kwa nini tusipewe? Hilo ni lalamiko letu kubwa, kwa sababu kama kuna mtu mena hizi rais hana shida na watu wake, si watendaji wake, lakini sasa kuna mtu mena hizi, kuna mtu wa kuhamisha hili. Na kwa nini akuhamishe? Kwa sababu kama akuhamisha haki ya mtu mena hizi ni jukumu, na kama kulikuwa hatuna labda umuhimu hapa, au tuengeleshwa zaidi tu tukajua jamani, nyie hii ni fursa, lakini hichi kitu nyie hamna haki ya kukipata, labda tungekaa tukatulia na bila kuwa na ile tamaa, siku moja tutaingezitotiliwa ili kochi siku moja. Lakini mwisho wa siku wenzangu washastaafu, na mimi tukijaliwa karibuni mtastaafu, lakini ile haki ilikuwa kingoja miaka mingi kwa kweli, mpaka namaliza itakuwa simpati. Ila kwa kweli ni lalamiko, na hata wenzangu na wana lalamiko hilo hilo. Na kuomba ututambue washauri kama unavyowatambua walimu wakuu na wasaidizi. Sisi washauri tunasimamia wilaya nzima hii ya Lindi. Mwalimu mkuu na mwalimu msaidizi anasimamia shule moja. Walimu wakuu na wasaidizi angalau wana kiposho kidogo wanachopewa, lakini sisi washauri ambao kwa nafasi zetu sisi washauri kidogo nafasi kubwa. Kwa sababu gani? Tunasimamia wilaya nzima, lakini hatuna hata kile kiposho kidogo ambacho tunapewa. Msaidizi mwalimu mkuu anapewa angalau 130,000 na mwalimu mkuu anapewa 1,500,000, lakini sisi hata ile senti moja ya posho la kazi yetu hatupewi. Kwa hiyo naomba Mheshimiwa Waziri tuhudumie na sisi hapa washauri hampewi posho yenu ile